Ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kuna sakata linaloendelea. Halijawa wazi sana, lakini taarifa ambazo zinaendelea kuenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zinazomhusu mtendaji mkuu wa klabu ya Simba, wekundu wa Msimbazi Simba, na wazungumzia Zubeda Sakulu, ambaye kuna taarifa ambazo hazijawa rasmi lakini zinazungumzwa kwamba ameongezewa mkataba pasipo kuwa na ridhaa ya bodi ya wakurugenzi, kwamba amepewa mkataba na mtu mmoja tu ambaye alitamani kumuongezea mkataba akamuongezea. Sasa tunakuja hapa kuangalia kwenye taasisi ambayo ina bodi ya wakurugenzi, anakuwepo mtu mmoja ambaye anakuja kumpa mfanyakazi mkataba wa kuitumikia taasisi ambayo inahitaji maamuzi ya watu wengi. Ni nini maana yake? Leopard. Sakulu kwa maana ya Zubeda ni mkurugenzi ndani ya Simba na amehudumu kuanzia mwezi I think ilikuwa January au February mwaka huu. Mkataba wake ambao alikuwa amepewa wa kumtazama transition ulikuwa unalast kwa miezi 6 ambayo ilitamatika mwezi Julai, ndipo ambapo miezi hiyo 6 ilitamatika. Lakini kuna taarifa tayari ameshaongezewa mkataba na wengine ikisadikika kwamba hawafahamu kama kweli ameshaongezewa mkataba. Kama ni kweli ameshaongezewa mkataba, hii inaleta taswira gani? Ni nini kinaendelea ndani ya klabu ya Simba? Moja kwa moja inazua maswali kichwani kwa mashabiki na wanachama wa Simba. Ujue nitoe ufafanuzi kidogo. Klabu ya Simba ni timu ambayo inaendeshwa na ama inamilikiwa na mashabiki kwa 51%. And then 49% ndizo anazimiliki rais wao wa heshima, namzungumzia Mohamed Dewji. Unakuja kuangalia kitu kama hichi ambacho viongozi wa klabu ya Simba ambao wako pale ilimradi kuwatumikia hawa mashabiki ambao wanamiliki timu kwa 51%, kutofanya maamuzi sahihi ilimradi timu yao iweze kufanya kitu bora, ilimradi walete matokeo, ili hawa watu ambao wanaimiliki klabu kwa 51% waweze kupata manufaa bora bila kuwashirikisha ama kukaa kama vile bodi na kuweza kufanya maamuzi ya viongozi wakubwa katika ngazi ya uongozi wao. Kama hivi inakuwa inazua maswali kwa sehemu moja ama nyingine. Sitaki kuamini kwamba Zubeda watu walikuwa hawajui kazi yake ambayo anaifanya katika klabu ya Simba. Unapozungumzia CEO, yani Chief Executive Operator kwenye klabu, huyu ndiye mtendaji mkuu wa klabu, anafanya mambo yote ambayo yanahusika na klabu. Amepita CEO wengi kwenye klabu ya Simba. Alipita mtu kama vile Barbara Gonzalez miaka ya nyuma, and then alipita mtu kama vile Senzo Mbata Mazingiza wa Afrika Kusini. Hawa wote walipopita kwenye vipindi vyao walifanya bora kweli kweli, na mpaka wanaachia ngazi kila mmoja kwa sehemu alikuwa anahitaji aweze kubakia kwenye timu. Kwa Zubeda, ujio wake ndani ya Simba umekuwa ni kama vile watu hawajashtuka kwa sehemu moja ama nyingine, kutokana na kile ambacho wanakiamini, aina ya lifestyle yake ilivyo, and then namna ambavyo profile yake ilivyo. Kwa sehemu moja ama nyingine wana Simba wamekuwa hawafahamu kazi yake kubwa ipi hasa kwenye kikosi ambacho anakifanya. Lakini kwa kuongezewa mkataba kuwa mtumishi wa Simba kama ambavyo hajawekwa bayana mpaka wakati huu, na wengine kama ulivyosema hawafahamu kana kwamba mkataba huu ameongezewa kweli au la, inaweza ikawa ni sehemu ya kutokuwa na maelewano ndani ya viongozi wakubwa na wale viongozi wa bodi ambao wanaunda ile bodi ya wakurugenzi wa Simba Sport Club. Hapa namzungumzia mtu kama vile kiongozi Magoli kwenye klabu ya Simba, lakini pia namzungumza kama vile mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Hawa wote ambao wako hapa walitakiwa wawe na mawasiliano mazuri na bodi nzima ya kurugenzi ambao wao ndio wanafanya kazi ya kuselect na kupendekeza, ili mradi wamchague ama wamuone mtu ambaye anafaa kwenye maendeleo ya klabu kwa sehemu moja ama nyingine. Kwenye miezi 6 ya Zubeda, nini ambacho amekifanya? Klabu imepiga hatua sehemu gani? Lakini kwenye hii miezi 6 pia ya Zubeda, klabu imepata athara gani au klabu imefeli wapi? Hivyo ndio vitu ambavyo kwa pamoja kama timu na bodi ya wakurugenzi ilibidi ikae na kuviangalia, and then watoe tathmini kwamba huyu tunalizika naye kuendelea kwa miezi kwa muhula mwingine, ama huyu tuishie naye hapa kutokana na hichi ambacho kipo. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea
kana kwamba kuna vuguvugu la kwamba kiongozi ameongeza mkataba, tuna kiongozi mkubwa kwenye sekta nyeti kama hii kwenye klabu, pasipo viongozi wengine ndani ya klabu kuweza kufahamu. Yani ni kama vile mapenzi ya mtu mmoja kuweza kuchagua kwenye kitu ambacho kinahusisha halaiki ya watu katika klabu kubwa ambayo ni taasisi kama Simba Sport Club. Kitendo cha mtu mmoja kama ni kweli kafanya haya maamuzi, kuamua kumwajiri mtu ambaye anakuja kuitumikia taasisi, ili hali kuna watu wengine walipaswa kufanya maamuzi, ni kweli ndani ya Simba kuna utulivu, kuna umoja huu ambao wana Simba wanafikiri unaweza ukawepo wa kuifanya Simba ipate matokeo mazuri. Kama ni mtu mmoja anaweza kawachukulia wenzake poa na kufanya maamuzi makubwa kama hayo, ni kweli kuna umoja ndani ya timu? Watu wanasema kwamba usichokiamini kwa kusikia ama kwa kuona, jaribu hata kusikia. Hakuna kipindi ambacho nilishangazwa na kauli ambazo walizitoa aliyekuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Hemed Suleiman Morocco mara baada ya kwenda kuifundisha klabu ya Simba kwa mechi moja. Kauli ambayo aliitoa mara baada ya kutoka pale, of course binafsi yangu linishangaza. Alizungumza nikiwa na nukuu kwamba viongozi wa Simba inabidi wajitafakari kwa sehemu moja ama nyingine kwa hichi ambacho kilipo. Inaonekana mwalimu ambaye amekaa na timu kwa takriban siku 5 ama wiki ameshafahamu kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho sio kizuri kwenye timu kubwa kama vile Simba, ambayo mara kadhaa tumekuwa tukiimba na kuizungumza na kuitaja kama klabu kubwa barani Afrika. And then kwenye management kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo haviendi sawa. Imagine mtu kama vile Morocco ambaye ni professional hakutaka kuchafua brand ya timu, lakini binafsi yake ni kama vile aliondoka huku anashauri kwamba binafsi yake anahitaji kuona klabu ya Simba wanakaa sawa kwenye uongozi. Yaani kile ambacho alikitoa Hemed Morocco binafsi yangu nilikipokea very positive, maana nilifahamu kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye klabu ya Simba ndani ambavyo sisi huku hatuvifahamu vizuri. Kwa hiyo ifike tu times klabu ya Simba waishi professional zaidi na kutambua kwamba jinsi gani klabu ambavyo inakwenda kuongozwa. Kila kiongozi kwenye timu atambue thamani yake ni ipi, kila kiongozi atambue kazi yake kubwa ni ipi kwenye klabu, na kipi ni sahihi kufanya kwa wakati fulani, lakini pia ni kipi kufanya kama yeye binafsi, na kipi ni sahihi kufanya kwa kushirikisha ile management nzima, crew nzima ya management ambayo ndiyo Simba inayoitazama. Wana Simba wanaitegemea ile crew ya viongozi kuweza kuwapa mafanikio ambayo wao wanayataka kwa siku za usoni, ambazo timu yao inakwenda kushiriki kwenye michuano ya CAF, lakini pia michuano yoyote ambayo Simba atakwenda kucompete kwa siku za usoni. Kwa maana hiyo sasa, ni kitu gani wana Simba watarajie kwa msimu huu kwa aina ya uongozi walionao? Of course ni moja kwa moja unaweza kusema kwamba wana Simba inahitaji watarajie kitu ambacho ni improvement kwa sehemu moja ama nyingine kutoka kwa uongozi wao. Improvement ni kwa na maanisha nini? Naamini Murtaza Mangungu ni kiongozi ambaye ana busara kwa sehemu moja ama nyingine. Lazima ataangalia kitu gani ambacho ni vyema akifanya kwa wakati huu ili uweza kunusuru hali yake ya uongozi kwenye klabu ya Simba, lakini pia kutokuwa na maneno machungu juu yake ya wanachama, lakini pia mashabiki. Ni lazima aangalie njia nzuri ya kuweza kuboresha. Na nimeona mara kadhaa wakati msimu unaanza klabu ya Simba ilikuwa imejitanabaisha kwenye viongozi ambao amewaweka. Rais wao wa heshima kuna mara kadhaa alifanya teuzi ambazo binafsi yangu niliona ni teuzi nzuri na ilikuwa ni mchakato mzuri kwa klabu kuelekea sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo kuna kitu ambacho viongozi wa Simba wanakitamani, lakini kwa sehemu moja ama nyingine wanakuja kuangalia kama kuna kitu ambacho kinawafilisha ambao ni wao wenyewe. Yaani ni kama vile sumu ambao wamekunywa wao wenyewe ndio ambao inakwenda kuwazuru. Kwa hiyo wanajaribu kufika hatua fulani, lakini isivyokuwa bahati wao wenyewe ndio inakuwa sehemu ya kupiga hatua ya kurudi nyuma. Kwa hiyo binafsi tunaamini kwamba management ya Simba kikubwa ni kuishi kiprofessional zaidi kama klabu zingine ambazo zinaishi katika huu professional ambao tunauona wanafanikiwa, na kuwa viongozi ambao thabiti, wenye umoja, mshikamano na ushirikiano. Yaani wafanye kitu kwa malengo ama kwa niaba ya klabu, na wote mafanikio ya klabu yakifanikiwa, mafanikio ya management nzima. Sio mtu kutaka kama klabu ifanikiwa azungumzwe yeye kwa sehemu kubwa na wasizungumze management nzima kama ambao ndio wamefanya kazi kubwa.
Viongozi wa Simba wanapaswa kushirikiana, na yanapofanyika maamuzi yafanyike maamuzi kwa kushirikishana, isiwe ni one man army, one man show ambayo mtu akifanya maamuzi Simba ikifanikiwa ajigambe yeye, ajipige kifua yeye kuonekana amefanikiwa pakubwa. Tarehe 30 wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa na mkutano wa wanachama ule wa mwaka. Ni zamu ya mashabiki wa Simba kutoka kwenda kuuliza ni kitu gani kinaendelea ndani ya timu yenu, kwa sababu kama ni kweli inazungumzwa kwamba mkataba amepewa na mtu mmoja, ili hali bodi ya wakurugenzi na watu zaidi ya 10, then anakuwa ni maamuzi ya mtu mmoja. Wanachama wa Simba mimi nawashaurini tarehe 30, hili ni jambo nyeti ambalo tunapaswa kuanza nalo. Mimi ni Usama wa Misi Usama, niko na Leopard John. Till next time. Yusuf Ramadhani Mpuma nyuma ya kamera. Keep enjoying.